Nasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi yeye alitenda dhambi tangu zamani, na kwa sababu hiyo Yesu au Kristo alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Sasa kwa sababu ya sehemu ambapo nataka tuende leo, kuna mstari ambao nitamani tuurudie. Actually ni mistari miwili. Jana kuna mmoja tukusoma, huu wa Korinto wa kwanza sura ya 15. Korinto wa kwanza sura ya 15, ule mstari wake wa 45 mpaka 49. Tuliusoma jana. Hii kuna kitu cha msingi sana nataka tukirudie tena. Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45 mpaka 49. Mstari wa 45 anasema, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuuisha. Mtu wa kwanza Adamu, alafu anakuja kuzungumzia Adamu wa mwisho ambaye ni roho yenye kuuishwa. Mstari wa 47 anasema, mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo wa udongo. Huu ni mstari wa 48 huu. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. This is so powerful. Asema kama alivyo Adamu wa udongo, ndivyo watu wote wa udongo walivyo. Na kama alivyo yule wa mbinguni ambaye ni Adamu wa mwisho, wote wanaweza wakafanana naye. Ndio maana asema tutaichukua. We can take the image of Christ. Tunaweza tukaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Kuna vitu ambavyo vipo katika Yesu Kristo, nilikwambia ukivielewa vizuri vitakusaidia sana hapa duniani. Actually na kusaidia duniani na kisha kwenda mbinguni. Unajua shetani akikutesa sana ni risk factor moja wapo ya kutokwenda mbinguni. Unafahamu hicho? Ziko risk factor nyingi sana ambazo zinaweza kukufanya ukose mbingu. Au unaweza kufika mbinguni alafu manono ya mbingu ukayakosa. Kwa mfano mambo ya taji za mbinguni, unaelewa? Mbinguni kuna zawadi pia za washindi. Si unajua hicho kitu? Biblia imeandika mambo kama haya. Mbinguni kuna makao, kuna makazi tofauti tofauti kila mtu atakapokuwa anakaa kutokana na alivyokuwa anaishi hapa duniani. Kwa mfano, sisemei umaskini ni mbaya, sio mbaya na sio dhambi, lakini Mkristo hatakiwi kuwa maskini. Mambo madogo madogo tunaenda pamoja. Ni madogo ambayo sio dhambi, lakini yanapunguza hata ukaribu wako na Mungu. Tunaenda pamoja. Shetani akiwa anakutesa kwa namna moja au nyingine, inaweza kuonekana kama kitu cha kawaida tu, lakini kwa namna moja inakuwa inapunguza ukaribu wako na Mungu. Sasa Paulo anatuambia kwamba haya yote ni matokeo ya mtu wa udongo, ni matokeo ya Adamu wa kwanza na kitu ambacho alikifanya pale Eden. Jana tulisoma jinsi ambavyo shetani aliamua kuwadanganya na wakadanganyika, na Mungu akaanza kuachilia laana tofauti tofauti. Akaanza kuachilia zingine hazikuwa laana, yalikuwa ni maneno ya kiuumbaji, kama ile ambayo tunasema ardhi itakuzalia michongoma na miiba. Akaingia katika the process of creation, akayamuru ardhi izae michongoma na miiba. Mambo ya kula kwa jasho, kuzaa kwa uchungu, kuongezeka kwa uchungu, actually mambo mengine mengi ambayo they are the consequence ya dhambi ambayo Adam aliifanya. Na jana hatukuendelea kusoma pale Mwanzo 3. Kitu cha mwisho ambacho Mungu alikifanya kwa kina Adam ilikuwa kuwafukuza katika bustani ya Eden. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alivyokuwa ameachilia yale maneno kwa nyoka, kwa mwanamke na kwa Adam, mwisho kabisa aliwafukuza katika bustani ya Eden. Akawafukuza, na mahali pale maandiko yatuambia kwamba akaweka malaika walinzi walilinde lile eneo ili wasije wakarudi wakaingia katika bustani ya Eden wakachuma matunda ya mti wa uzima wakala wakaishi. Jana tulisema kwamba kuna miti miwili ya tofauti ambao Mungu aliumba, pamoja na kwamba ilikuwepo mingi. Walikuwa kuna mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, si ndio? Na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwepo katikati ya bustani. Ndio ule ambao mwanamke alimwambia nyoka kwamba matunda ya miti yote tunaweza tukala, isipokuwa matunda ya mti ambao upo katikati ya bustani Mungu ametuagiza tusiale wala tusiaguse. Sasa narudia hapa tena,
Paulo anasema kwamba kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Kuna vitu ambavyo unapozaliwa tu unakuwa umebeba karakta za Adamu wa kwanza, ambaye ni Adamu wa udongo, Adamu wa uharibifu. Lakini kadri unavyozidi kumfahamu Yesu, kadri unavyokuwa na bidii katika kumfahamu Yesu Kristo, maandiko yanatuambia kwamba unaweza ukaichukua sura yake yeye Adamu wa pili ambaye anatoka mbinguni. Tusome tena Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 ndipo tutaanzia hapa leo. Asema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi ambao tunaamini ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu juu ya kila hali ya maisha ya mwanadamu, juu ya kila hali yoyote ile. Mfano nilivyosema kwamba Mungu kitu cha mwisho alichokifanya katika maisha ya kina Adam na Eva ilikuwa kuwafukuza katika bustani ya Eden, mahali ambapo palikuwa pamefunikwa na uwepo wake, mahali ambapo Mungu alikuwa anaingia na kutoka. Palikuwa ni nyumbani kwa Mungu, anaingia anavyotaka, anatoka anavyotaka. Mungu akawafukuza. Hiyo ilikuwa ni awamu ya pili ya kuwatoa katika uwepo wa Mungu. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kuwavua nguo ya kiroho waliokuwa nayo. Ghafla wakajiona wako uchi, wakaanza kuoneana haya. Alafu ya pili ilikuwa Mungu kuwafukuza kabisa katika lile eneo ambalo alikuwa amelitengeneza likiwa na malaika, likiwa na uwepo wa Mungu, akawafukuza. Haleluya. Sasa kati ya nguvu iliyopo katika msalaba ni kurejesha kila kitu ambacho kiliondoka kwa mwanadamu Mungu alipomfukuza katika bustani ya Eden. Kila kitu ambacho kinatakiwa kurejeshwa kinatakiwa kurejeshwa, ambacho kinatakiwa kukataliwa kwa nguvu ya msalaba kinaondolewa, kinakataliwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa nataka nikukumbushe kidogo kuhusu maisha ya mateso ya Yesu, sababu mateso ya Yesu, kufa na kufufuka kwa Yesu zilikuwa ni siku 4 tu pale ambazo zilibadilisha historia ya ulimwengu mzima. Yaani kuanzia siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na siku ya Jumapili asubuhi alipofufuka kutoka katika wafu. Kitabu cha Luka sura ya 22, Luka sura ya 22 mstari wa 39 hadi wa 46. Luka sura ya 22 mstari wa 36. Luka 22 mstari wa 39 asema, akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale akawaambia, ombeni kwamba msije mkaingia majaribuni. Afu asema yeye mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akaenda mbele kidogo. Sasa hapa Luka anatuambia kwamba akaenda pale mlima wa Mizeituni. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 26 au ukianzia mstari wa 36, anasema akaenda mahali paitwapo Gethsemane pale. Luka atuambia ndipo palipokuwa panaitwa mlima wa Mizeituni. Na wanafunzi wake wale 11 wakafuatana naye, sababu Yuda alikuwa tayari ameshaingiwa na shetani, ameingia katika hali ya kumsaliti Yesu, ameenda kukusanya vikosi vitakavyokuja kumsaliti Yesu. Na Biblia inatuambia kwamba yeye akajitenga pamoja na wale wanafunzi wake. Hakutaka wanafunzi asikie kitu ambacho Yesu alikuwa anakiomba, lakini aliwaambia kesheni tuombe, kesheni tuombe tusije tukaingia majaribuni. Roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Yeye akaendelea mbele kidogo, akaanza kuomba. Na Luka anatuambia vitu ambavyo Yesu alikuwa anaomba. Akasema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimize, mapenzi yako yatendeke. Na mstari wa 43 Biblia inasema kwamba malaika kutoka mbinguni alimtokea Yesu na akamtia nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Tafsiri zingine za Biblia inasema, and the angel of the Lord appeared unto him to strengthen him. Malaika wa Bwana. Sasa unaposoma huu mstari unatakiwa uelewe kwamba alikuwa na maanisho hapa alikuwa ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ziko sehemu nyingi katika Biblia ambazo Roho Mtakatifu kabla hajafunuliwa katika uhalisia wake, hasa katika zile nyakati ambazo Roho Mtakatifu alikuwa ajaja kwa watu kukaa nao milele, alikuwa anaitwa malaika wa Bwana. Mnanielewa? Ningekuwa nafundisha kuhusu Roho Mtakatifu, majina tofauti tofauti ambayo yametumika katika Agano la Kale. Sehemu zingine ameitwa uso wa Bwana. Kwa mfano Isaya 63 pale mstari wa 9 na wa 10 anaitwa uso wa Bwana, anaitwa malaika wa Bwana.
sehemu nyingine inaitwa malaika wa uwepo wake, the angel of his presence. Unanielewa? Kwa sababu Yesu, level ambayo yupo Yesu hawezi kufananishwa na malaika. Alivyokuwa anaenda kaburini pale, wakati anateswa, anakufa, ndivyo ambavyo ule wakati ule alifanyika mdogo kuliko malaika, alafu baadaye akainuliwa. Lakini kabla ya kwenda msalabani, Yesu ni mkuu kuliko malaika. Unanielewa? Kwa malaika, hiyo ni Waebrania sura ya kwanza ambayo nilikuwa nakwambia hiyo. Habari za Yesu na malaika, hiyo ni Waebrania sura ya kwanza. Malaika anayetajwa hapo ambaye anayemaanishwa hapo ni Roho Mtakatifu, akamtokea akamtia nguvu Yesu, akampa nguvu zaidi ya kushinda ule wakati. Sasa mstari wa 44 anasema, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Sehemu nyingine anasema jasho la uso wake likawa kama matone ya damu yakidondoka kwenda kwenye ardhi. Jana tulipokuwa tunajifunza, tusema kwamba kati ya maeneo ambayo Mungu aliachilia laana ilikuwa ni katika ardhi. Mungu alimwambia Adam ya kwamba ardhi imelaaniwa kwa sababu yako. Sijui ilikuwaje kwamba Mungu akafikia hatua ya kuachilia laana katika ardhi, lakini anasema kwamba ardhi imelaaniwa kwa sababu yako. Ardhi ikapata laana ile ambayo ilikuwa imeumbwa na Mungu, aliona ni njema sana, ikaingia katika laana. Kitu cha kwanza, eneo la kwanza ambao Yesu alitokwa na damu ni usoni. Alivyokuwa anaomba, yako maeneo kama 6, wengine wanasema 6, wengine wanasema 7, wengine wanasema 8, unaweza ukagawanya tofauti, ambayo damu ilimtoka Yesu. Ya kwanza, kabla hajaingia katika mateso ya kuteswa na watu, mwili wake ulikuwa tayari umetaharuki. Do you understand? Ndio maana nasema alikuwa katika dhiki, aliomba katika dhiki. Aliomba katika dhiki. He prayed in agony. Afu anasema jasho lake likawa kama matone ya damu yakidondoka ardhini, ili aanze kufuta laana iliyokuwa katika ardhi. Sasa hiyo ni laana specific, kwa sababu Mungu, jana tulisema kwamba Mungu alivyokuwa anamlaani Adam, alimwambia kwa jasho lako utakula, si ndio? Jasho lako utakula. Na Yesu akatoa jasho hilo hilo ambalo kwa hilo mwanadamu anatakiwa kula kwa jasho. Yeye akalitoa jasho, likabadilika likawa damu, afu likaenda katika ardhi, ili kupindua laana mbili tofauti. Pamoja na kwamba laana ya ardhi ni kubwa kidogo, kupindua laana ya kula kwa jasho ambayo imewekwa katika ardhi. Watumishi wa Mungu, mnanielewa? Ili kwamba sisi ambao tutamwendea Adamu wa pili, tutakaoamua kufuata sura ya Adamu wa pili, tusitumie jasho jingi sana kula hapa duniani. Tuko pamoja? Napenda mwalimu Akasege alikuwa anafundisha somo moja, akasema watu ambao wanatumia akili nyingi sana katika ufanyaji wa mambo ndio ambao wanalipwa sana, si ndio? Na watengenezewa mazingira ya kufanya akili zao ziendelee kufanya kazi vizuri. Lakini ukitegemea kula kwa kutumia nguvu zako, utateseka sana na bado utapata kidogo, kwa sababu you are naturally not created kuishi kwa kuteseka. Sawa watumishi wa Mungu? Tuliumbwa, Mungu aliweka intelligence ndani yetu. Anasema alituumba kwa Roho wake Mtakatifu. Na huyo Roho, hiyo ni Ayubu 33:4, alituumba kwa Roho wake. Roho wa Mungu alituumba. Afu ukisoma Ayubu 32:8 anasema that spirit in man gives him understanding, gives him intelligence, kwamba roho yule ambaye yuko ndani yetu sisi wanadamu anatupa akili, anatupa uelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alipokuwa anaomba, sehemu ya kwanza ambayo damu ilianza kumtoka ilikuwa ni kwenye uso wake. Jasho lilibadilika likawa kama matone ya damu yaliyokuwa yanadondoka ardhini. Hivi umewahi kukutana na hali ambayo inakuwepo hali fulani labda ya kutisha? Of course hii inaweza katokea kwa mtu yoyote. Wakati mwingine labda unaingia kwenye mtihani, ghafla unashangaa unaogopa. Ukianza kuogopa mpaka unasikia mwili unasisimka, si ndio? So there is a mechanism ya body response kutokana na mazingira ambayo tunakuwepo. Mwili huo una react kutokana na mazingira. Mwili ukifly, yani you feel something in your body. Unasikia mwili wako hivi. Lakini yakija mazingira ya kutisha, au ndoto za kutisha, kwa mfano unaota ndoto ya kutisha, unaweza ukaamka mpaka unasisimka, unasikia unaogopa. Hofu inaweza kuingia ghafla kutokana tu na mazingira ambayo yametokea. Hasa Yesu
Yesu kuna mishipa midogo iliyokuwa katika uso mpaka ilifikia hatua ya kubust, kukatika, kwa sababu ya mawazo aliyokuwa nayo, emotional stress. Kwanza anawaza, ndio maana kwenye kuwaza akaanza kutamka. Unanielewa? Alikuwa anawaza mateso ambayo anaenda kukutana nayo, mapigo yote ambayo atayapokea, kutemewa mate, kudhalaulika, sijui kufanya nini, kufa. Sijui kama alikuwa anaamini kwamba Mungu atamfufua kutoka katika wafu. Angekuwa na imani haba, angekuwa anamuuliza Mungu, hivi Mungu utanifufua kweli? Je, nikifa alafu siku ya tatu nisipofufuka? Lakini alikuwa anaamini. Ndio maana alikuwa anawaambia wanafunzi kila mara kwamba mwana wa Adamu anaenda kuteswa zake, atapigwa, atateswa sana, na baadaye siku ya tatu atafufuka. Lakini mwili ulikuwa unamkatalia. Ndio maana sema roho iko radhi kwenda msalabani, lakini mwili unakataa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo alikuwa anaviwaza kichwani mwake. Yesu anawaza picha nzima ya mateso ambayo ataenda kukutana nayo. Akaanza kutamka, sababu mtu anachokiwaza ndicho ambacho utakitamka baada ya muda. Awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, si ndio? Alichokuwa anakiwaza akaanza kukitamka. Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini sio kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Aliomba mara 3 na Mungu akamnyamazia. Mungu hakusikiliza. Hayo ni maombi. Hao ni maombi pekee ambao Mungu hakuyajibu. Maombi ya Yesu ambayo hayakujibiwa ni hayo tu. Mungu hakumsikiliza. Baadaye anawarudia wanafunzi wake, wanakuta wamelala mara ya kwanza. Anamwambia, amkeni tuombe. Anakuja mara ya pili, yeye anarudi anaongea maneno yale yale. Anakuja kwa wanafunzi wake, anakuta tena amelala. Amkeni tuombe. Wanaamka wakina Petro, sababu sio wao wanaoenda msalabani, hawakuchukua uchungu wa Yesu. Hawakuwa wanawaza kwamba kweli Yesu atateseka. Ndio maana Petro alimwambia, wewe, hakuna mtu ambaye atakutesa ikiwa nipo hapa. Unajua kuna wengine walimwambia kwamba tutaenda na wewe msalabani, si ndio? Yesu unatutania. Kama vipi tutaenda wote msalabani? Walikuwa wanaongea out of their nonsense. Hawakuwa wanaelewa kitu ambacho walikuwa wanaongea. They were not sure kwamba Yesu atateswa kweli kabisa. Haleluya. Kwa wale wakina Petro wanalala, Yesu anarudi anakuta amelala. Ukisoma Mathayo inaeleza vizuri hapo, ukianzia mstari wa 36. Yesu alipomaliza kuomba, ameona kundi la watu linakuja, akasema, haya, amkeni sasa. No, alisema laleni sasa. Alafu mbele yake tena anasema, amkeni, yule mwana wa uharibifu tayari ameshakuja. Kwa hiyo Yesu alikuwa katika wakati mgumu sana, akiwaza namna gani ambavyo anaenda kunikomboa mimi na wewe kutoka kwenye laana ambayo iliachiliwa pale Eden. Sasa nikupe tu brief. Wakina Yuda walikuja wakamkamata Yesu. Unajua alimbusu pale, wakamchukua Yesu wakampeleka. Walimpeleka kwanza Uyahudi huko akakutana na yule kuhani Kayafa pamoja na Anania kuhani mkuu, ambao wao walisema kwamba wao hawaoni hatia yoyote ile ya kumsulubisha. Wakampeleka kwa Warumi, ambapo kwa Warumi huko walikutana na Pilato akasema, mimi sioni kosa lolote, kwa sababu walichomsingizia Yesu, ukisoma vizuri hiyo sura ya 26 na hii sura ya 22 ya Luka, walimsingizia Yesu kwamba anatamka maneno blasphemy. What is blasphemy in Swahili? Kukufuru. Watumishi wa Mungu, nyewe msomi language. Blasphemy, kukufuru, kwamba Yesu anakufuru. Ndicho ambacho walikitamka pale kwa Pilato. Sasa kwamba huyu anakufuru. Anasema kwamba ana uwezo wa kuondoa dhambi, anasema kwamba ni mwana wa Mungu, anasema kwamba so Jesus was blaspheming, kwamba alikuwa anakufuru kwamba yeye ni Mungu. Pilato akasema, mimi sioni kosa lolote. Na good thing kwamba Yesu muda mwingi alikuwa amekaa kimya. Akasema, mpelekeni kwa Herode. Wamempeleka kwa Herode ambaye alikuwa anaitwa Herode Antipas. Sababu unajua hata Yesu alipozaliwa kuna yule jamaa alikuwa anaitwa Herode, si ndio? Aliyeamuru kwamba watoto wote wa kiume wauawe. Yesu akakimbia akapelekwa Misri, si ndio? Akakaa kwa kama miaka 2.5. Herode akawa amekufa. Malaika Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto, akamwambia, inuka, rudi Nazareti kule, maana wamekufa tayari wale waliokuwa wanamtafuta roho yake huyu mtoto. Akarudi tena. Kwa huyu Herode ambaye anatajwa hapa wakati wa mateso ya Yesu aitwa Herode Antipas. Na Herode ilikuwa ni cheo, kama ambavyo tunaweza tukasema rais. Rais ni mtu yoyote yule ambaye anaingia katika kiti cha urais. Do you understand? Hallelujah. Kwa Herode wakasema kwamba huyu Yesu
anajiita mfalme wa Wayahudi. Kule ndipo shida ilipoanzia. Anasema anajiita mfalme, na kutoka mwanzo Herode, kiti cha Herode na kiti cha Yesu Kristo walikuwa wanashindania sana katika eneo la ufalme. Mamajusi walipokuja kwa Herode kipindi anazaliwa Yesu Kristo, walimuuliza yuko wapi mfalme wa Wayahudi, maana tumeiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja ili tumsujudie. Herode akamwambia, nendeni mkatafute habari ni wapi alipozaliwa huyu mtoto, nami niende nikamsujudie. Walisema mfalme, vita ikaanza. Herode akaua watoto wote wa kiume. Huku tena wakati wa kusulubiwa walimtaja Yesu kama mfalme. Hata hivyo bado Herode hakuona kama ni kosa sana, akampa tu vazi la kifalme, akamwambia mpelekeni kwa Pilato tena. Pilato, ukisoma vizuri maandiko, bado alisema mimi sioni kosa lolote. Akanawa mikono mbele yao, akamtoa kwa watu kwamba wamfanyie kitu ambacho wanataka. Wakaanza sasa mchakato wa kumsulubisha. I just want to give you a picture kidogo ili uelewe kitu ambacho nakiongea hapa. Wakaanza mchakato wa kumsulubisha. Walipoanza mchakato wa kumsulubisha Yesu, walianza kwa kumpiga viboko. Adhabu zimeanza, wakampiga viboko 39. Viboko 39. Sasa vile viboko vilivyokuwa ni kwamba mtu anafungwa mikono yake, anaukumbatia mti. Mikono inafungwa vizuri, huku na huku unafungwa ili ukutane huku, na miguu inafungwa. Kama huu ni mti, anaukumbatia namna hii. Hautaki, yani hapo uchomoki, ukimbii hamna kukwepa. Anaukumbatia mti. Sasa ule mti zile fimbo ambazo zilikuwa zinatengenezwa zimewekwa pini kidogo, zinawekwa na mifupa ya kondoo, zinakuwa zimeshikizwa, ni kamba ngumu. Ina sehemu ya kushikia, alafu mbele hiyo kamba inakuwa na vipinipini vidogo vidogo na mifupa ya kondoo midogo midogo ile. Sasa ndipo anaanza kupigwa. Kwa inachotokea ni kwamba ukipigwa kiboko cha kwanza kinavutwa. Unaelewa? Kinavutwa. Kinapokuwa kinavutwa, kina pini, kina mifupa midogo midogo. Mfupa ni sawa na kisu, rafiki yangu, unaelewa? Unaweza ukakata. Vinanata kwenye ngozi afu wanavuta. Na walikuwa ni askari wawili, mmoja huku mwingine huku. Mwingine anapiga. Kwa walikuwa anapiga from this lower back, kutokea hapa chini mpaka kwenye bega huku juu. Mnanielewa? Mikono haikuguswa sana. Ilikuwa ni mgongo. Ili litimie neno lilo neno na nabii Isaya akisema kwa kupigwa kwake. Sasa actually walitakiwa wafanye hivyo kwamba wampige mgongo tu peke yake. Mgongo mpaka kwenye shoulder, mpaka kwenye mabega. Lakini walivyokuwa wanampiga, zile fimbo zilikuwa zinazunguka hadi usoni. Nitakuja nitawasomea maandiko hapa muda so mrefu. Zinazunguka hadi usoni afu zinavutwa tena. My dear Christians, light tungeelewa kitu ambacho Yesu alikifanya msalabani. Light tungeelewa Christianity is not about religion. Ukristo tulionao sio kwamba mimi ninaenda kanisani Jumapili. Ni zaidi ya hiki kitu. You understand, brother? Ni zaidi ya hiki kitu kwamba mimi ninaenda kanisani. Kuna mambo mengi sana ambayo yapo ndani ya Kristo ambao sisi wa Kristo watakiwa tuyafuate. Hayo yote yalikuwa kwa sababu gani? Kumkomboa kaka mmoja ambaye anasoma kuom leo. Kumkomboa dada mmoja ambaye anasoma kuom leo. You understand? Na kuipindua laana yoyote ile ambayo Mungu aliachilia pale Eden. Na zaidi ya hayo yote, tupokee Roho Mtakatifu na turudi tena katika uwepo wa Mungu. Na nielewa watumishi wa Mungu, tuishi maisha ya kujazwa Roho Mtakatifu na maisha yaliyofunikwa na nguvu za Mungu na uwepo wa Mungu. Kwa akapigwa viboko 39, hakutaka kumalizia kimoja kile, walikuwa na maana yao. Ningekuwa na muda wa kukueleza, ningekueleza historia mambo yote kama haya. Sasa tusome mistari kidogo hapa. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari mmoja, nifungulie Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 21 hadi wa 25. Mwingine anifungulie Isaya sura ya 52 mstari wa 13 hadi wa 14. Mwingine Isaya sura ya 50 mstari wa 6 na wa 7. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 21 hadi wa 25. Kama kuna mtu ambaye amefika hapo nisaidie kusoma. Sababu hiyo umetiwa. Baada Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawatia kielelezo mfuate nyayo zake. Akatutia kielelezo ili tufuate nyayo zake. Na Wakorinto kule anasema wote ambao wataamua kufuatana na huyo tutachukua sura yake. Yeye naye soma. Yeye hatenda dhambi wala ila haionekana kiungo wake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano. Alipoteswa hakuogofya.
bali alijikabidhi kwake yeye hakuulai kwa haki. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake. Wow. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake. Jana nilikusomea, nilikuwa nakupa ufafanuzi pale. Nikakwambia Yesu Kristo, he did not only bear our sins, akuzibeba tu dhambi zetu. Nilisemaje rafiki yangu? Alifanyika dhambi. Haleluya. Akuzichukua tu. Petro ametueleza hapo. Galatians sura ya 3 mstari 16 anasema alifanyika laana. Wakorintho wa kwanza 5 pale anasema alifanyika dhambi. He became the meaning of sin by himself. Hapo anasema kwamba alizichukua dhambi zetu katika mwili wake. Tuafu kwa mambo ya dhambi. Wow. Tuwe hai kwa mambo ya haki na tupate mikono. Asa mtumishi, usome vizuri. Tuwe hai kwa mambo ya haki na kwa kupigwa kwake. Lazima kuna alama ya uandishi ambayo itakuwa imewekwa hapo, si ndio mtumishi wa Mungu? Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kaa tu rafiki yangu. Na kwa kupigwa kwake. Na kwa kupigwa kwake. Kupigwa kwake. Kwa tofauti ya kupigwa na kusulubiwa, kupigwa kulianzia kwenye hivyo viboko hivyo. Sawa? Ambapo sehemu ya pili sasa tunapata ambapo damu ilimtoka Yesu ni mgongoni. Alafu sehemu ya tatu ni sehemu inayokaribiana na mgongo ambao ni begani. Zote hizi zina maana, sababu tuitakiwa tuibebe dhambi sisi wenyewe. Tubebeshwe mizigo, tubebeshwe mateso, tubebeshwe laana, tubebeshwe everything that is bad. Tuvibebe sisi wenyewe, tubebe nila zote za kipepo, tuzibebe vyote hivyo. Tuitakiwa tubebe sisi wenyewe. Actually hukumu itakiwa aibebe mwanadamu, si ndio? Kwa sababu yeye ndiye ambaye amefanya dhambi. Lakini akaja akaibeba Yesu Kristo. Akaanza kupigwa mgongoni, akapigwa, haikuishia mgongoni, kaja kwenye mabega. Asa ambaye amefungua hiyo Isaya sura ya 50 ansomee hapo. Isaya sura ya 52 mstari wa 13 na 14, ambaye amefika asome chapa. Watu wa Mungu, watumishi wa Mungu. Isaya sura ya 52 mstari wa 13 na 14, na mwingine atuandalie Isaya 56 na 7. Twende mtumishi. Wa 13 na 14. Zama mtumishi wangu atatenda kwa busara. Atakuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana. Kama vile wengi walivyokustajabia. Wow. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yote, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Kaa tu mtumishi. Uso wake uliharibiwa sana. Hata this is a prophetic message ambayo alikuwa anaongea kwa ajili ya ujio wa Yesu na mateso yake. Hiyo ni sura ya 52 hiyo. Sura ya 53 anaendelea mbele. Actually kuanzia sura ya 48 49 hapo, Isaya anaanza to give declaration about mateso ya Yesu. Anaeleza jinsi ambavyo Yesu atateswa, alivyokuwa na mambo aliyokuwa anayafanya, mambo mengi. Napenda hapo anasema uso wake uliharibiwa, alafu watu walikuwa wanaogopa kumtazama. Sasa uliharibiwaje? Muda ule wa viboko. Unaelewa? Wale askari jamani, Mungu anawaona. Lakini unajua hata hao Yesu aliwasamehe. Unajua hilo? Alivyokuwa na mtumishi, zikibaki dakika 10, naomba unipe kikaratasi. Sawa? Nisije nikamaliza ghafla kama jana. Alivyokuwa anapigwa vile viboko, vilikuwa vinazunguka afu anavivuta. Uso wake, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambao tumewahi kuona maiti, tupungiane mkono. Ni wengi, kwa hiyo amuogopi. Amuogopi. Experience matters. Kwamba uzoefu unachangia. Sasa uso tu wa maiti kuna watu waga wanaogopa kuutazama, si ndio? Wengine kwa sababu ni madaktari tunaona kama mambo ya kawaida. Mambo ya kawaida, yani wewe mtumishi, wewe daktari ungekuwa unasoma hapa. Sasa uso wa Yesu uliharibiwa. Kuna juzi hapa ilitokea ajali. Hapo njia ya Chunya hapo. Ile Jumapili, kuna Jumapili moja ukiachana hii ya nyuma, ile ya nyuma yake ilitokea ajali. Watu wengi wakaumia, wachache wakafariki kwa bahati mbaya. Kuna watu ambao walipata majeraha mabaya. Tunaenda pamoja. Kuna watu walikuwa wamechanika uso hivyo, wamechanika hivyo. Na wengine wameshaanza kuingia huruma. Yaani mtu alikuwa amechanika. Kuna mwingine alikuwa amekatika hapa hivi mbele. Nilikuwa zamu actually pale hospitalini, msaada wa haraka nikaitwa.
Sasa wengine tunapenda mambo ya ushonaji, yani so ushonaji wa cherehani, yani kushona watu. Akaambia, hey, Luis umekuja, hebu mchukue yule pale. Nikaenda kumtazama, uso umeharibika, kichwani hapa amekatika kidonda likubwa, limekuja limezunguka hadi huku nyuma. Hai! Nikamwangalia, nikampenda. Hapo nikasema sasa kama mwanadamu tu ambaye hajabeba dhambi, watu wanamuogopa kumtazama. Je, Yesu ambaye alihukumiwa bila kufanya kosa, alikuwaje? Kama uso tu wa binadamu mwenzako unatisha, ambaye unamuona hivi, naye hajaumia sana. Actually ameumia kwa bahati mbaya. Kuna yule ambaye anaumia kwa makusudi. Uso wake uliharibiwa, ambaye amefungua ile Isaya sura ya 50 mstari wa 6 na 7 inasemaje? Naliwatolea wapigao mgongo wangu. Naliwatolea. Unaelewa maana naliwatolea? Yani I gave them. Yani niliwapa. Chukua mgongo. Wakachukua mgongo wa Yesu wakaanza kumpiga. Ndio maana kwamba niliwatolea. Soma mtumishi. Na wao ndugu zangu yangu. Jamani, rudia kwanza hapo. Rudia. Naomba tusikilize vizuri. Anza upya. Naliwatolea wapigao mgongo wangu. Na wao wewe mtumishi. Imeandikwa hivyo kweli? Imeandikwa hivyo? Haijaandikwa hivyo? Imeandikwa hivyo. Kwamba niliwatolea wapigao mgongo wangu, niliwapa mgongo by my will, kwa kutaka kwangu mwenyewe. Unajua Yesu ndio maana alisema kwamba yani nina uwezo wa kumwamuru Baba aite jeshi la malaika hapa, ila mimi ningekuwa Yesu singeweza kustahimili, yani ningeita malaika wapigao, ikatokea vita wakakatokatwa vichwa wote, alafu nikatoroka. Sasa pale the bad thing ni kwamba ukombozi usingekamilika, maandiko yasingetimia. Unajua kila kitu ambacho Yesu alikipitia ilikuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii fulani. So walimtesa Yesu kama yanenavyo maandiko. Tuko pamoja? Sababu this was the prophetic message miaka 600 kama 16 kabla ya kuja kwa Yesu. Isaya alikuwa anaona katika ulimwengu wa roho, akakaa tu mtumishi usije ukasimama sana. Alikuwa anaona katika ulimwengu wa roho mambo ambayo yatakuja kutokea katika maisha ya Yesu. Na walifanya kama yanenavyo maandiko. Hizi gospel ambayo ameandika Mathayo, Luka, Yohana na Marko, kuna vitu ambavyo walikuwa na miss. Kila mmoja aliandika kutokana na ufunuo wake. Ndio maana kuna mahali ambapo wanasema Yesu akaenda sehemu fulani akafanya hivi, alafu mwingine tena akaja akaongea kitu tofauti. Lakini maandiko, kunapenda sana hizi prophetic message kuhusu Yesu. Anasema kwamba niliwatolea mgongo wale wapigao. Alivyokuwa anakatwa Yesu. Alafu unajua mgongoni kuna maumivu wewe. Usije ukafikiri masiara. Usije ukafikiri mateso masiara. Hem, jaribu kumgeuzia mgongo wako jirani yako akufinye kidogo. Uti wa mgongo upo hapa katikati. Unaelewa? Kuna uti wa mgongo hapa katikati. Bwana asifiwe. Kuna uti wa mgongo hapa katikati. Mnanielewa? Ambao uti wa mgongo ni muendelezo wa ubongo. Na usije ukazania kwamba uti wa ubongo hauna faida. Uti wa ubongo una faida kama ubongo. Unaelewa mtumishi wa Mungu? Sababu hapa uti wa mgongo, hivi nyewe wote simlisoma biology, mnakumbuka ile spinal cord na nerve roots, si ndio? Mnazikumbuka? Katika jina la Yesu tuachane na hayo. Sasa uti wa mgongo hivi, huu muendelezo wa mgongo, tunaenda muendelezo wa ubongo unavyoshuka hivi. Kuna kama matawi ambayo yapo yanaenda kila sehemu ya mwili. Mnanielewa? Kila sehemu ya mwili. Mgongoni hapa ndipo anapoanzia. Sasa kwa mfano mtu bahati mbaya akipata ajali, mgongo ukakatika pap, sehemu ya chini yote kutokea mahali ambapo amepata ajali, sehemu yote ya chini na paralyze. Hawezi kusikia maumivu, hawezi kutembea, hawezi kufanya kitu chochote, ili ujue kwamba uti wa ubongo na yenyewe una faida sana. Uti wa mgongo. Tunaenda pamoja? Sasa walikuwa wanampiga huko mgongoni, kuna maumivu makali sana ile eneo hili. Maumivu makali sana. Yesu alikuwa anayasikia. Bado kuna yale maumivu yanayotokana na emotions. Mnanielewa? Emotion. Have you ever been in an emotion state ambao machozi yakaanza kukutoka? Jamani, ina maana nyewe waga mli bila sababu. Wengine waga tunalia, ukafika tu kaanza kuabudu ukashangaa machozi yanaanza kutoka. Kwa kuna zile pain ambazo zinasababishwa na emotion. Mtu amekusema vibaya, ambao hamjawahi kusemwa vibaya, Bwana Yesu asifiwe.
Wow, okay, nyewe mmeokoka zaidi. Wengine wamewahi kusema vibaya, wamewahi kutukana, wamewahi kufanya kwa yale tu maneno ambayo watu wanayaongea, unajikuta unaanza kusoka machozi. Na wakati mwingine unaweza kusikia hapa kwenye moyo, unasikia maumivu kabisa. Kabisa. Mimi amewahi kunikuta mambo kama, yani unasikia maumivu hapa, pain, maumivu kabisa. Hii nyie hamjawahi kutana. Nasema na watu wa Sudani, sio nyie. Wa Sudani ndio wamewahi kutana na hayo. Maumivu. Sasa Yesu alikuwa anayapata hayo. Sasa ukumbuke, ukiachana na hayo, Yesu alikuwa ni mwanaume wa miaka 33 na nusu pale anapoenda kuteswa. Alikuwa ni mtu mzima, amevuliwa nguo mbele za watu wote. Kuna yale maumivu yanayotokana na aibu. Anyea hamyajui. Hamyajui. Nasema na watu wa Kongo, sio sisi hapa. Kuna haya maumivu yanayotokana na aibu, kwamba Yesu anawekwa mbele ya mama yake akiwa yuko uchi. Mbele ya wadogo zake na Yesu. Yesu alikuwa na wadogo wangapi? Tulisema jana, mnaokaa mbele mwe mnajua Biblia. Yesu alikuwa na wadogo wangapi? Amepasi. Yesu alikuwa na wadogo wangapi? Kama hujui unamwangalia tu jirani yako. Yesu alikuwa na wadogo wangapi? Unamwangalia jirani yako kama hujui. Bwana asifiwe. Yesu alikuwa na wadogo zake wawili. Amewekwa mbele ya wadogo zake akiwa uchi, anateswa. Yaani alikuwa in an emotion state ya maumivu. Haikuishia hivyo. Wale maaskari walikuwa magaidi kuliko ambavyo unaweza kuzani. Walipoona kumpiga Yesu haitoshi, kumharibu sura haitoshi, wakaanza kuvuta ndevu. Watumishi wa Mungu, ukiona unaingia kwenye mateso wakati mwingine usiwe na ndevu. Wakaka. Unashangaa mtu amekuvuta ndevu kwa bahati mbaya. Wakaanza kumvuta ndevu. Na unajua sheria za Wayahudi ilikuwa ni kwamba utaki kukata ndevu hizi. Zilikuwa ni sheria. Kwa hiyo Yesu alikuwa na mandevu. Ndio maana ukiangalia hata ile movie ya Yesu, yule Petro amemchukua mfano wake, amejaa mandevu, yanaonekana macho tu na pua. Sasa Yesu hatujui alikuwa ila walimvuta hadi ndevu. Ndivyo ambavyo Biblia inasema hayo yote. Kwa hiyo kuna damu zilizokuwa zinatoka kwenye kidevu walivyokuwa wanamvuta ndevu Yesu. Kuna damu zilizokuwa zinatoka kwenye mgongo. Alafu walipomaliza kumtesa, maandiko yasema walipokwisha kumpiga, wakamvisha sasa ule msalaba. Hapo amepoteza damu nyingi sana kutoka katika maeneo ambayo tumeshayataja. Wakamvisha msalaba ambao ulikuwa na kilo 136, ambao ni simenti ngapi? 2.5, si ndio? Kaka, unaweza kubeba mfuko mmoja wa simenti? Huyu anaweza. Okay. Kuna ambao hawezi wakaka kubeba hata mfuko mmoja wa simenti. Sio nyie hapo wote mnaweza. Nyie hapo wote. Wakambebesha msalaba wa Yesu ulikuwa na kilo 136. Hizi ni theological teachings ambazo nakwambia. Ametoka kuteswa, afu usisahau hapo alikuwa hajalala ile Alhamisi usiku. Hiyo ni Ijumaa, hajalala. Umewahi kutembea njiani ukiwa hujalala usiku? Nyie waga mtoboi yet. Hata mlivyokuwa advance nini mlikopoga mtoboi. Mlikuwa mnatoboa vizuri tu, si ndio? That's good. Sisemei kwamba ni kitu kibaya, ni kitu kizuri. Mwanafunzi wakati mwingine anatakiwa usome usiku mzima, si ndio? Ndio kazi yako kwa sasa. Sasa kama huwezi kutoboa katika kusoma, kwenye mambo yako tu ya kawaida utaweza? Ila kuna ambao mnaweza kutoboa mkiwa mnaangalia movie. Ila kwenye kusoma hauwezi. Kuomba ndo kabisa. Sasa Yesu yani kuna ule mchoko wa mwili wa kutokana na kutokulala. Yesu alikuwa nao wote. Wakambebesha msalaba. Hapo bado hawajamsulubisha, walikuwa wanambebesha. Amefungwa msalaba huku na huku, anaubeba. Msalaba umebebeshwa mgongoni, ambapo mgongoni amepigwa viboko 39. Mgongo umechubuliwa vya kutosha. Anaukokota. Alifika sehemu akaanguka, akajitokeza mtu mmoja mpita njia, akamsaidia Yesu kubeba msalaba. Alikuwa anaitwa nani? Simoni wa wapi? Simoni nani? Hata Petro alikuwa anaitwa Simoni. Simoni walikuwa kama wanne kwenye Biblia. Mtumishi, niko na wewe, sitoki mpaka useme Simoni wa wapi. Simoni wa Kirene, sawa? Bwana Yesu asifiwe. Akamsaidia Yesu kubeba msalaba, wakamtoa nje ya mji. Jana tulivyokuwa tunajifunza, Mungu alisema kwamba nitafanya vita na uzao wa nyoka, na nishaelewa mtumishi, nashukuru. Na uzao wa mwanamke, si ndio? Uzao wa nyoka. Nyoka na uzao. Ningekuwa nawafundisha vizuri kuhusu mambo ya demonology, mapepo, ungeelewa. Ndio hawa wanefili waliokuja kutokea baadaye. Baadaye ndio asili ya mapepo, na mapepo ambayo yamegawanyika katika aina mbili. Malaika walioasi pamoja na shetani wakatupwa chini pamoja naye, na wale waliokuja kuasi baadaye katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Hao wote wanaitwa uzao wa nyoka. Ndio unakutana na wanefili. Mnefili mmoja wapo anaitwa Goliati. Umewahi kumsoma katika Biblia? Kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 17, sawa? Goliati alikata kichwa kikaenda kikafunikwa katika mlima. Huo mlima unaitwa Golgotha.
Ulikuwa uijui kaka. Umeipata sasa. Ambapo Goligota au Kalvari, fuvu la kichwa, si ndio Biblia inasema? Au eneo linaloitwa fuvu la kichwa, kilizikwa kichwa cha mtu mmoja anaitwa Goliath. Yesu akaenda wakaweka msalaba wake pale, ili itimie neno la kwamba uzao wako utakugonga kichwa, uzao wa mwanamke My Lord, my God. Hamjaelewa bado? Bado hamjaelewa? Mambo haya so prophetic, ili litimie neno kwamba sasa sipo huko. Ningekuwa nafundisha demonology ningewaeleza vizuri sana. Akapandisha mpaka msalabani kilomita karibu 4. Kilomita 4 akiwa anapanda na msalaba pale. Msalaba wake ukawekwa pale juu. My friends, kabla ya hapo palikuwa kuna crucifixion. Yale maumivu yale. Yesu hakuchomwa hapa. Alichomwa hapa. Hapa kuna vitu ambavyo Mungu alivitengeneza. Hapa angechomwa hapa, msumari wa hapa ungekata mkono. Hapa hapana nguvu ya kubeba uzito wa mwili. Uzito wa mwili unabebwa hapa. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Hapa kuna kitu ambacho kinaitwa flexor retinaculum. Ziko hapa, kuna mavitu mengi, kuna nerves ziko hapa, kuna nini? Wewe unazijua wewe, mbona unaongea kama vile unajua? Hapa hivi. Watumishi wa Mungu, nipe muda kidogo na karibia kumaliza. Hapa hivi, aichomwa hapa. Sasa hapa kuna maumivu makali. Kuna maumivu makali sana hapa hivi. Na hapa tena akachomwa. Haikuishia hivyo tu, akaja akachomwa hapa tena kwenye mguu. Ilikuwa sehemu gani? Kati ya kidole cha pili na cha tatu hapo ndipo ambapo alichomwa. Walikuwa wanapiga yale maeneo ambapo damu haziwezi katoka nyingi, kwa sababu tayari alikuwa shapoteza damu nyingi sana huko. Alipoteza damu kwenye kulia hatujui kiasi gani, mgongoni damu imepotea, kwenye ndevu wamenyoa ndevu, wamevuta, actually hawakunyoa, walizivuta. Mabegani damu zimemtoka. Anaendelea, anaingia sehemu kama ya 5 hivi, hapa kwenye palms, hapa kwenye wrist joint, damu zinaendelea kumtoka. Ili akomboe mikono ambayo Mungu alisema kwamba utajitaabisha sana, utasumbuka sana kwa mikono yako, utalima, utafanya nini? Akomboe kazi zetu za mikono ili ziwe zimebarikiwa kwa misumari ya Yesu ya mikono, katika jina la Yesu. Haikuishia hapo, wakaja akampiga miguu ambayo inakanyaga ardhi iliyokuwa imelaaniwa, ili nyayo zetu zipate kuweza kukombolewa, ili kila mahali ambapo watu wa Mungu wanakanyaga kwa nyayo zao paweze kumilikiwa na Mungu, paweze kubarikiwa tena katika jina la Yesu. Wakamchoma hapo. Sasa walipokuwa wanamweka msalabani Yesu, hawakumweka straight kama ambavyo movie nyingi zinaonesha kwamba Yesu akawekwa hivi akawa amenyooka hivi. Aliwekwa kwa kukunjika fulani hivi. Mnanielewa? Hamjaelewa? Aliwekwa kwa kukunjika fulani, sababu alikuwa hana nguvu yoyote. Ukimweka mtu akiwa amenyooka hivyo atakufa haraka. Na Yesu alikaa msalabani masaa 3 hadi 6 inakadiriwa. Mnanielewa? Katika mchakato wa ukombozi asingeweza, kama damu haipoteza nyingi sana afu amweka hivyo, damu ingetoka nyingi sana. Sasa hiyo ni afya, ni sayansi ya afya. Aliweka akiwa amekunjika. Sasa akiwa amekunjika hivyo, unakuwa una hema hivi, unavuta pumzi, si ndio? Mbona muitikii ndio? Unakuwa unavuta pumzi. Ukivuta pumzi, kwani ni mbele peke yake ndio panapanda na kushuka? Hadi mgongo unapanda na kushuka, si ndio? Huu mgongo ambao umechubuliwa unaendelea kujisugua tena kwenye msalaba. Tena hapo ndo kwenye uti wa mgongo penye unaendelea kujichubua. How painful was Jesus? Alikuwa na mateso ya kiasi gani? Haikuishia hivyo rafiki zangu. Haikuishia hivyo. Yule askari mmoja akasema haitoshi, akamchoma ukuki ubavuni, upande wa kuume. Tunaenda pamoja? Akachoma huo mkuki ulikuwa na mita 1 hadi 1.8 wanakadiria, ambapo ni kiwango sahihi cha kufika hadi kwenye moyo. Kwa alivyochoma hapa kwenye mapafu, anasema damu na maji vilimtoka, si ndio? Damu baadaye maji. Au ni maji. Kwenye mapafu kuna maji ambayo Mungu ameyaweka, inaitwa pleural fluid. Alafu kwenye moyo kuna maji ambayo Mungu ameyaweka, inaitwa pericardial fluid. Alipochoma ikatokezea kwenye moyo, damu ikatoka, baadaye hayo maji yalokuwemo yakatoka. Hiyo ni sehemu ya ngapi ambayo damu ilimtoka Yesu? Okay, umeshasahau, haina shida. Hayo yote aliyapitia mwana wa Mungu, ili kaka mmoja ambaye anacheza na wokovu asicheze nao tena. Ili dada mmoja ambaye anacheza na wokovu asicheze nao tena. Nye vijana, mnanielewa? Ili kaka mmoja ambaye maisha yake hayana uwepo wa Mungu kabisa arudi tena kwenye uwepo wa Mungu. Sababu ukisoma Mathayo sura 27, maandiko yanatuambia kwamba ukianzia mstari wa 36 pale, asema Yesu alipokuwa katika hayo mateso, wakati ule giza limetokea na baadaye inakuja nuru, yale majira ya saa 9,
Wengine waga tuna maombi ya saa 9 kamili pale ya kujiungamanisha na msalaba wa Yesu. Mara nyingi sana tunaomba saa 9 kamili. Pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili, niliwaeleza jana, si ndio? Ili ambao hatuna maisha ya uwepo wa Mungu, tukione kiti cha rehema cha Mungu, tumsogelee Mungu tena. Amefanyika kuhani mkuu mfano wa Melkizedeki, ambaye kwa mateso yake hatuna haja ya kumwendea mtu yoyote. We can access the glory of God. We can access the presence of God. Kijana, unaweza ukaishi maisha ya uwepo wa Mungu wa kutosha. Ukiwa hivi unasoma, ukiwa umemaliza chuo, ukiwa umeenda kazini, the presence of God is so real. Mnanielewa? Siku nije nifundishe kuhusu mambo ya uwepo wa Mungu, sababu mambo mengi sana yanayotokea duniani ni kwa sababu ya lile pigo la mwisho la Adamu la kukosa uwepo wa Mungu. Mungu alimfukuza Adamu katika bustani ya Eden, uwepo wa Mungu alifukuzwa kwenye uwepo wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye Biblia inatuambia kwamba tunaweza tukaichukua sura yake na tukafanana naye tena. Kwa mateso hayo yote, the final thing ni kwamba atupatanishe tena na Mungu. Mungu si alimfukuza mwanadamu kwamba we have no relationship, toka uweponi mwangu, toka, akaturejesha tena. Na Biblia inatuambia kwamba tuliokuwa tumetupwa mbali, tuliokuwa wageni, Yesu alifanyika mgeni, kwa sababu kusulubiwa nje ya mji, kusulubiwa nje ya geti la mji ilikuwa inafanyika kwa wafungwa, ndio walikuwa wanasulubiwa huko. Yesu alibeba hali ya ufungwa, akajifanya hana utukufu, akashuka chini akawa kama mtumwa, si ndio? Wafilipi inasema hivyo. Ili Mungu aje amkirimie jina lipitalo majina yote. Au kwa watu ambao ni wageni, kama umeingia katika nchi ya Urumi ukafanya kosa linalokuhitaji kufa, unapelekwa nje ya mji. Yesu alifanyika mgeni ili sisi tulio wageni katika ufalme wa Mungu aturejeshe tena, tufanyike kama hosts, wenyeji wa ufalme wa Mungu, au watu ambao wamefanya dhambi ambayo haielezeki. Yesu aliyabeba hayo yote kwa ajili yangu mimi Louis. Yamkini akubeba kwa ajili yako, ila alibeba kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu tulionao, my dear friends, is so precious. Ni kitu cha faida sana kuliko kitu chochote kile ambacho unaweza kuimagine. Ukifahamu kwamba neno la msalaba kwao ambao tunaokolewa ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu, hautacheza na maisha ya ibada, hautacheza na maisha ya uwepo wa Mungu, hautacheza. Hatujafahamu haya yote aliyopitia Yesu yalikuwa kwa ajili yako, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Simame tumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu, fungua kinywa chako, mshukuru tu Mungu. Mwambie Yesu tu asante, asante, asante. Nyosha mikono yako, mshukuru Bwana Yesu, mshukuru Yesu. Fungua kinywa chako, mshukuru Yesu, hapo nitakuongoza kwenye maombi kidogo. Mwambie Yesu asante kwa damu yako, asante Yesu. Asante kwa damu yako, asante kwa damu yako Yesu. Asante kwa mateso yako, asante kwa maumivu yako, asante kwa kupigwa kwako. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Asante kwa sababu ulikufa kwa ajili yangu. Asante kwa sababu uliteseka kwa ajili yangu. Asante kwa sababu uliumia kwa ajili yangu. Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Yesu. Asante kwa mateso yako Yesu. Asante kwa mateso yako. Asante kwa majeraha yako. Rapa saka. Shaka tabasa. Rapa saka. Shandala bakani. Mashada kabasa. Mantala basa. Amen. Nyosha mikono yako, sema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, jioni ya leo nimeelewa ya kwamba wewe ni Adamu wa pili, na mimi Bwana Yesu ninatamani nifuatane na wewe,
nifanane na wewe. Nisaidie Yesu, katika jina la Yesu. Shusha mikono. Kama kuna mtu ambaye unasema nataka nimpe Yesu maisha yangu, funika macho yote. Kama kuna mtu ambaye anasema nataka nimkabidhi Yesu maisha yangu, nianze kwa upya, nifanane na huyu Yesu Kristo, nyosha mkono mahali ulipo. Nitakuongoza sala ya Bwana hapo hapo ulipo. Kama kuna mtu mmoja ambaye anasema nataka nimpe Yesu maisha yangu, nyosha mkono mahali ulipo. Nyosha vizuri, usiogope dada, nyosha. Usimwonee aibu Yesu Kristo. Yeye hakukuonea aibu, alichukua aibu yako msalabani. Nyosha tu, ninaona watu kadhaa hapo wamenyosha mkono. Nyosha, usiogope. Hujui kwamba Mungu ametuma hili neno kwa ajili yako siku ya leo. Nyosha, usiogope. Wewe Roho Mtakatifu anakushuhudia kwamba uhusiano wako na Yesu uko vizuri. Okay, nyinyi ambao mmenyoosha na ambao hamjanyoosha, tutafuatana kwa pamoja ili tuwasindikize wenzetu ambao wanarudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa pamoja tuseme, Bwana Yesu, jioni ya leo ninakuja kwako. Nipokee nilivyo. Nisamehe dhambi zangu. Badilisha moyo wangu. Kwa damu yako unioshe, unitakase, unisafishe, niwe kiumbe kipya. Bwana Yesu, ingia ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nisaidie nidumu ndani yako, dhambi isinishinde, majaribu yasinishinde. Kuanzia leo nifanane na wewe. Asante Yesu kwa kunipokea. Asante Yesu, katika jina lako. Nataka niombe na wagonjwa. Nyosha mikono watu wote. Sema, katika jina la Yesu, kwa mateso ya Yesu, jioni ya leo ninajiungamanisha na msalaba wa Yesu. Yeye mwenyewe aliyachukua maisha yangu, aliyachukua mateso yangu, akayabeba mgongoni mwake, akayabeba mabegani mwake. Ongeza sauti. Na kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Na kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Yeye mwenyewe alifanyika laana. Yeye mwenyewe alifanyika laana, ili laana yoyote iliyo juu yangu isiwe na nguvu, isiwe na uhalali. Kuanzia leo ninatamka kibali cha msalaba wa Yesu juu ya maisha yangu, kibali cha mateso ya Yesu juu ya mwili wangu, kibali cha mateso ya Yesu juu ya roho yangu. Kwa kupigwa kwake, kwa kupigwa kwake mimi Luis nimepona. Kwa kupigwa kwake, ongeza sauti, nimepona, 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 nimepona. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Nimepona, 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 nimepona katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, njoo ndani yangu. Roho Mtakatifu, njoo ndani yangu. Napomalizia maombi haya, Roho Mtakatifu, kuna watu utasikia nguvu ya Mungu inakugusa. Kuna mtu ambaye upande mmoja wa mwili huo unasikia kama ganzi. Actually ni upande wa kulia huo unasikia kama ganzi. Upande wa kulia wa mwili wako unasikia kama ganzi. Mara kwa mara upande wa kulia unasikia kama ganzi. Tunapomaliza maombi haya, Roho Mtakatifu anasemesha kwamba hicho kitu kinaachia. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika Yesu, kuna mtu ambaye anasikia upande wa kulia wa kichwa huwa kama unavuta. Kama kuna vitu ambavyo vinakaa vinavuta kama vile vinataka kutoka, havitoki, vinataka kutoka, havitoki. Usiku wa leo utakapokwenda kulala leo, upande kuna kitu ambacho kitatoka katika sikio lako. Kwa kupigwa kwa Yesu umepona katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema, Roho Mtakatifu, njoo ndani yangu. Kuanzia leo kaa ndani yangu, niweke uweponi mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Roho Mtakatifu uliachiliwa kwa kupigwa kwa Yesu, Roho Mtakatifu uliachiliwa pale msalabani, ninakupokea jioni ya leo
Jioni ya leo, njoo ndani yangu, 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 katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Endelea kumshukuru Mungu, mshukuru Bwana Yesu kwa dakika moja. Mshukuru Bwana Yesu, mshukuru Mungu. Shekere masikata yaba. Kanta ya mosikele monta. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. In the name of Jesus. Amen.